kwenye mechi dhidi ya ngoja kwanza. Mtu anayekata tamaa sio mtu wa mpira. Vita ni kokote mura. Kokote kule vita. Vita ni kokote. Hata kama tungepelekwa Mwanza. Lakini eti mtu leo traka hakuna Benjamin Mkapa. Si Benjamin Mkapa tumetolea. Hakuna swala, nasema hivi, vita ni kokote. Mungu ibariki Simba Sports Club. Mungu ibariki Simba. Wanachama wa Simba wakapate moyo. Waendelee kuitumania timu yao. Mungu, kama tulivyoanza na wewe kuanzia makundi, Mungu tumalizie kazi siku ya Jumapili. Tumeanza na wewe kuanzia Jumatatu, kuanzia moja makundi, ikavuka kaenda robo, ikaenda nusu finali, imeenda nusu, sasa hivi imefika finali. Mungu ibariki Simba siku ya Jumapili. Jumatatu iwe siku ya mapumziko. Jumatatu iwe siku ya ushindi. Nchi nzima ilindime kwa furaha. Mungu hujawahi kuniangusha siku zote. Na watoto waseme amen. Amen. Na Simba kwambia atachukua ubingwa. Vile vile Simba anabeba ndoo. Na Simba usipochukua ubingwa niulize mimi, tutafunga tena siku 3. Tutafunga siku hizi 3. 3 hizi zina maana kwamba siku 3 na magoli haya. Watu wangu wale ambao tunafunga nao. Kuanzia kesho tunafunga, tutafunga kuanzia Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Siku hizi siku 3, utatu mtakatifu. Nilipenda kauli ya Fadlu, alinifurahisha sana. Akamwambia atamturudisha tena Berkane. Finali ya pili tunashinda. Bwana, mchezo wa finali mkondo wa pili Simba Sports Club versus RS Berkane, taarifa imetoka rasmi sasa kwamba utapigwa pale Zanzibar. Mchungaji naona ni mwenye furaha, lakini sijaelewa kwa nini mchungaji. Unajua nini ujue? Mbona una furaha? Mimi nilichofurahi kitu kimoja. Sababu Mungu akaja akanipa ufunuo tena. Kwamba Simba ile chukua ubingwa lazima aende Zanzibar. Nikaja kugundua Benjamin Mkapa kuna mikono ya watu wengi. Mkapa kuna mikono ya watu? Kuna mtu anatoka Vingunguti, yani yeye haipendi Simba. Yaani yeye anaenda kuharibia Simba sichukua ubingwa. Kuna mwingine anatoka Tandika. Anaenda Benjamin Mkapa hakikisha Simba uchukue ubingwa. Sasa wavuke maji waende Zanzibar. Mungu akitaka kukupa kitu, mwaka kama wa Simba ni wa Simba tu. Hata kama tungecheza Benjamin Mkapa. Lakini wana Simba wengi walikuwa hawana imani na Zanzibar. Na nikwambie sasa ndio sehemu ambapo Simba anaenda kuchukua ubingwa. Tungecheza Benjamin Mkapa, mikono mingi. Mungu naye kwa sababu akauka tuamua kutupa kombe, kaamua kutupeleka Zanzibar. Kwa sababu tukisema tucheze Benjamin Mkapa kuna mtu mwingine amua yeye kama yeye. Anatoka Vingunguti, anakuja kutuharibia yeye. Anatembea kwa mguu tu hapo. Kumbuka hii vita ni kubwa, kwamba hii ni finali ya kuleta kombe. Inaweka historia. Sasa unafikiri upande wa pili watafurahi? Wasingefurahi kwa sababu wangetumia nao nguvu nyingi kuhakikisha ndani ya Benjamin Mkapa Simba sichukue ubingwa. Watu hilo hawajui, narudia tena watu wanielewe. Kwa mara nyingine tena nimekuja kufikiria, nikaja kugundua. Mechi ingechezwa Benjamin Mkapa Simba singechukua ubingwa. Mikono hapo ingekuwa mingi, kuna ujao kuchukua ubingwa safari hii ni historia hiyo. Haifutiki. Na kuingia finali tena anaweza kuchukua miaka 20, miaka 30 tena. Kwa hiyo kitendo cha Simba kupeleka mechi kupelekwa Zanzibar ni Mungu mwenyewe anataka Simba kachukua ubingwa. Kwa maana hiyo hamna hofu na Zanzibar kwa sasa. Wanaobaki na hofu wabaki na hofu. Ila mimi ambaye namtumenia Mungu na mimi naona mbele, najua Simba bingwa ataenda kuchukua Zanzibar. Wengi wanasema uwanja ule ni vigumu sana kwa mnyama Simba kupata. Kwani hilo bao moja la kuwapeleka nusu finali Simba walipatia. Bao moja ile la Simba la kuipeleka nusu finali walipatia. Si Benjamin Mkapa Zanzibar. Sasa kwa nini leo tukicheza hapo Zanzibar ubingwa tusichukulie hapo? Watu ni hofu ya mazoea ya Benjamin Mkapa na kuona Benjamin Mkapa tunapocheza si mechi na Raja. Tukafunga goli 3. Tunasema toki mtu pale tunakufunga goli 3 Benjamin Mkapa. Hapo mbaya zaidi Simba kwenye mashindano mpaka away ameweza kupata matokeo na Waarabu. Away. Simba mpaka hapo. Kwa hiyo mechi ya Zanzibar mimi na imani. Na mimi nishaona Simba bingwa kwa kupitia Zanzibar. Simba bingwa kwa kupitia Zanzibar. Ila ingekuwa Dar es Salaam, ngoma ilikuwa nzito sana. Wengi walienda mbali zaidi wakasema kwamba hapa kuna figisu mnyama Simba kupelekwa kule Zanzibar. Kwa upande wako vipi? Yaani mimi nakueleza hivi. Hii sehemu hii kipande labda watu hawanielewi vizuri. Dar es Salaam kwa hujumani ni rahisi mno kuliko Zanzibar. Nikutolea mfano mtu anatoka Buguruni. Yeye anachofanya anaenda kujaribia Simba tu taifa.
mwingine kutoka Tandika. Kumbuka mtu kama yeye, roho inamuuma, Simba atachukuaje ubingwa? Kwa upande wa watu, kwa upande wa pili. Hiyo watu hawajaiona hiyo. Lakini kitendo cha kupeleka Zanzibar ni kama pamewekwa geti. Kwa sababu mpaka uje Zanzibar umejipanga. Kwa mimi na imani Simba kwa kupitia Zanzibar anaenda kuchukua ubingwa. Alikama anakuambia kafu anajua kuwapa raha sana. Wao ni maneno tu hayo. Wao maneno hajawahi kuishaka kwao hata siku moja. Hata ile kombe zetu tukichukua tunasema kombe lenyewe baya. Hawa ni watu ambao maneno hawaishi. Wewe umekuona wapi watu wanakodisha gari karibu 50 wananazo Tanga. Alafu mbele wameandika hatuchezi ng'oo. Sasa watu wa mpira. Yanga sio watu wa mpira. Simba hizo kufanya upuuzi hata kama walifanya Yanga. Eti akodisha magari pale mbele aandike hatuchezi ng'oo. Una print vitu ambavyo kijinga ambavyo havina mantiki yote. Havi sense. Mashabiki wamelipia mshikaji. Ndio anakueleza. Mashabiki wenyewe ndio Yanga wenyewe wanakuambia mimi. Hao wana shida kubwa sio ndogo. Mashabiki wa Yanga na Yanga wenyewe wana shida. Wewe ukatoa bango ukaandika mbele hatuchezi ng'oo. Ukatoa basi hapo ukapeleka mpaka Tanga. Ni vitu vya ajabu kabisa, sio vitu vya kimpira. Mchezi nini? Turudi kwenye mada kubwa. Mada ya msingi. Mimi nakwambia Simba kitendo cha kucheza Zanzibar, Simba bingwa. Unaona mnyama akipata. Wana Simba wote pale walipo. Kama wanabaki na hofu, wabaki na hofu wao. Mwaka wa baraka ni wa baraka tu. Hata mtu akikuchukua akakwambia hivi, nendeni mkachezee Tanga. Mtu akikuchukua, nendeni mkachezee Tabora. Mwaka wa mafanikio ni mafanikio tu. Mafanikio mwaka huu ni ya Simba. Simba bingwa kombe la shirikisho. Nisikilize mimi ninavyokuambia. Watu wamekata tamaa kwa sababu nini? Wamepasua Benjamin Mkapa. Mimi naambia wasikate tamaa. Ubingwa huko Zanzibar. Na Mungu akatusaidia uende Zanzibar. Tungecheza hapa bingwa tusingechukua. Mimi sinakueleza. Hapo kwa mshuko wako. Benjamin Mkapa ubebe bingwa uchukui. Kuna mechi imetusumbua sana, mechi ya Masiri. Wewe mpaka half time tuna goli 2. Kipindi cha pili piga ni kupiga goli aliingia. Mpaka tunaangalia penalty. Unajua penalty tena mwenyewe. Sio leo mpaka. Hiyo wapi hiyo? Benjamin Mkapa. Zanzibar nakwambia hivi, Zanzibar ndio sehemu peke yake ya sisi kwenda kuchukua ubingwa. Kama tulipata goli moja la kupeleka nusu finali. Tulipata goli hili moja kwa nusu finali, ndio pale pale kuchukua ubingwa pale Zanzibar. Goli 2 kumbuka mchungaji. Nakwambia hivi. Mimi nakwambia hivi, sio goli 3 tu hata mpaka 4 zinapatikana. Zanzibar zinapatikana. 3-4 zinapatikana ndani ya Zanzibar. Walipopata goli moja. Ila sasa mindset za watu zimetega kwamba ni Benjamin Mkapa. Narudia tena. Simba ndo bingwa mpya wa kombe la shirikisho barani Afrika. Hapo watu sio wanaelewa. Mbona watu wanaelewa kuanzia nusu? Watu wanaelewa kuanzia robo. Kwani watu wa zamani kuambia Simba tata finali walikuwa wanaelewa? Watu hawanaelewa. Watu nikiwaambia hivi Simba atacheza finali kombe la shirikisho. Sio wanaonekana kama mweo. Watu walikuwa wakuelewi kabisa. Sasa hii hatua moja kwa nini usinielewe? Tumetoka robo, tumetoka nusu, finali mkondo wa kwanza. Na siku ile katika maombi yangu nilimwomba Mungu atupe tufungwe matokeo au tupate matokeo rafiki. Matokeo marafiki ni goli 2. Mara baada ya mchezo ule wa dhidi ya Stellenbosch walisikika baadhi ya mashabiki wakisema kwamba uwanja ule ni mgumu mchungaji, lakini wewe unawapa moyo kwamba Simba anakwenda kupata matokeo. Sio hapa moyo, hapa vitu ambavyo ni kweli. Ile goli ambalo wao waliona halina maana, ambalo lipatikana wapi? Amani Stadium. Ndio ile lilivusha Simba. Kwa Simba kavukia wapi? Atavukia Benjamin Mkapa. Simba kavukia Zanzibar. Na wakumbusha za watu sasa. Na warudisha akili zao zirudi. Kwamba Simba kuvuka kwenda finali amevukia kwa Zanzibar. Sasa leo hii kuna Zanzibar kuchukua ubingwa. Kuchukua ubingwa unaogopa nini? Nikwambie mwaka Mungu ambaye kukuvusha anatumia tekniki nyingi sana. Ina maana ile nusu finali tungechezea hapo tusingepita. Kwa Mkapa. Mkapa imekuwa ngumu tena mchungaji. Nakueleza hivi, mimi dakika za mwisho hizo mimi nazijua, dakika za mwisho hizi zinakuwa na mambo mengi. Maadui wameongezeka. Hii unaenda kuandika historia. Je, watakubali kuandika historia? Kumbuka historia hii mpaka kuingia finali inaweza kuchukua miaka 10 au 20. Kwa kitendo cha Simba hii mechi kupelekwa Zanzibar, wana Simba wasinungunike. Wana Simba wasilalamike. Wafurahi kama wanaenda Benjamin Mkapa. Na sio lazima watu wote waende Zanzibar.
Sio lazima kama safari iliyopita nusu finali. So leo wachache. Sio lazima tuende wote. Mnaenda wachache mnakaa kwenye screen. Ndio vitu kama vile. Eti mtu wa Simba eti anakata tamaa. Mtu wa Simba eti ananyongonyea. Mambo gani haya? Vita ni vita. Vita ni vita Muraha. Kokote kwetu sisi ni ushindi. Mwaka huu ni ushindi. Simba ni bingwa wa kombe la shirikisho mwaka huu. Nisikize maneno yangu mimi nakwambia wewe. Abedala anakuambia mnyama anaunguruma popote. Kokote Simba anaunguruma. Hata awe Mwanza, awe Shinyanga, awe wapi, Simba anaunguruma. Zanzibar hapo. Hapo mbaya zaidi tuna historia napo. Goli moja limetupeleka nusu finali. Leo hii Historia nzuri. Historia nzuri. Leo tunarudi pale pale kwenye bahati. Naona sasa gani? Nashangaa tu watu bado wengine kila saa wako kwenye simu. Sasa basi itakuwa vipi? Kwani Simba kavukia wapi? Lakini upande wa pili ni kama umefurahi. Wao hana wema. Upande wa pili kama ujue. Wao wanalofanya. Wao ni upandia tu. Hata kama ilikuwa mechi ya Mkapa sasa tutaona. Sasa unasikiliza? Upande wa pili wanajenga kwa zote. Wao wamebaki na kauli moja tu. Hatuchezi. Wao wabaki nayo hiyo. Hizi kombe tunabeba na tarehe 15 siku ya Dar es Salaam tutaingia na kombe letu la shirikisho. Kombe la shirikisho kama mimi mwewe. Mimi sio mwewe ujue. Mimi msomi na akili. Hili tunabeba tena. Simba hili tunabeba. Kokote wanasema hili tunabeba. Tunabeba. Kama tulitoka kuanzia makundi. Tukasema Simba tata finali. Sasa hivi Simba sipochukua ubingwa, wako na shirikisho niulizwe mimi. Kokote pale nilipo nitafutwe. Kwani kombe nimeshindwa kuchukua? Mimi najua bwana. Mimi naona kabla nyie. Mimi naona kabla. Kwanza ujistuki tu. Wewe mtu gani unakwambia Simba tata finali? Inaweza finali wewe ngopi tu. Ustuki. Kwa maana hiyo mfungaji wewe taarifa hizo umezipokea kwa furaha. Vibaya mno. Kuliko unavyofikiria wewe. Mnyama kucheza Zanzibar? Nasema hivi. Simba ndo sehemu pekee yake anaenda kuchukua ndoo. Kama kicheza mechi Mkapa, mimi nakuja kueleza ningekunongoneza. Kwa maana hiyo parade sasa mtaanzia. Nakwambia hivi, kwanza nikupe sasa hii picha jinsi ilivyo. Tutaweka mistari miwili. Bandarini baba. Umeelewa? Mstari utatoka pale mpaka Kariakoo. Makao makuu ya Simba. Mstari umenyoka huo. Bandarini mpaka Kariakoo. Watu watakuwa ni wengi. Sio kombe kuchukua ubingwa. Yaani kombe la mwaka huu inabidi tulichukua ubingwa, tunaenda kulipokea. Bwana, unaelewa bwana. Yaani ubingwa safari hii inatakiwa tuchukue kama tunaupokea. Mtu katoka sehemu fulani, tunaenda kupokea. Sio ubingwa tutachukua Benjamin Mkapa. Watu watajaa bandarini pale patoka patoshi, nishaona hiyo picha. Watu watajaa mno. Kuja kuipokea Simba. Simba amechukua kombe la shirikisho. Tutaipokea siku ya tarehe 25. Siku ya tarehe 26 Jumatatu. Na hizi siku hiyo mapumziko kutakuwa mna kazi. Kwa sababu ya ushindi wa Simba. Na kama unapinga, kama uniamini, muda uliobaki ni siku 6 tu. Unasema mchungaji alisema. Kama nilivyosema Simba tata finali. Kama nilivyosema Simba tata nusu finali. Kama nilivyosema Simba itaingia makundi. Ndio leo nakwambia Simba ni bingwa mpya wa kombe la shirikisho barani Afrika. Zungumza na mashabiki wa mnyama Simba. Kokote walipo wasikate tamaa. Hii ndio timu yetu. Hata kama wangesema kavu tunaipeleka Tanga. Si tupo. Iringa tupo. Hii ndio timu yetu. Hatuna timu zingine zaidi ya Simba. Wanaobaki na manunguniko, wacha wabaki na manunguniko yao. Eti mtu wa Simba kama tunapeleka mechi, Zanzibar eti anahuzunika. Hiyo nusu mbona kuhuzunika? Ilipo Simba? Si tupo kokote kule. Yaani kokote pale Simba ilipo na si tupo. Sasa nikueleze sasa ndio natautabiri sasa. Sasa ndio natautabiri sasa. Mjue kwamba mimi sibahatishi. Simba anaenda kushinda zaidi ya goli 3. Nisikilize maneno hayo. Simba anaenda kushinda zaidi ya goli 3. Mimi ndo nakwambia. Zaidi ya goli 3. Na Simba sipochukua ubingwa niulizwe mimi. Nchi nzima niulize mimi. Mimi naona na mimi najua. Mimi sio mweu. Mimi nina akili timamu. Mimi ni msomi. Naona mbele. Nikwambia kitu nisikilize hivyo hivyo. Vyote nilivyosema vimetokea. Kipi ambacho kimetokea? Vyote nilivyosema vimetokea. Kwa hiyo ndugu zanguni, watu washabiki wa Simba kote pale walipo. Endeleeni kuiombea Simba. Na kesho watu wangu wala tunaendelea kuomba